I'm pretty sure kwamba kabla ya ligi kuanza, nina uhakika kunakuwa na vikao. Bodi ya ligi iko chini ya hizi klabu na wajumbe hai wa hizi klabu, wajumbe hai wa bodi ya ligi ni viongozi wa klabu ambao lazima wanapokutana waambizane zile kanuni zilizotoka nyuma ya msimu uliotamatika, mfano msimu wa 24-25. Halafu mnapokutana mezani mnaangalia kanuni gani zilileta tija kwenye msimu ule ulioisha, kanuni gani ambazo zilileta mtafaruku na sintofahamu kwa msimu ulioisha, marekebisho gani mnaweza mkayafanya, nini kiongezwe, nini kipunguzwe. Hayo ndio majadiliano ambayo huwa yanafanyika. Kwa maana hiyo ukiona mpaka kanuni imemtaka mtu afungiwe labda mechi 7-2-1, maana yake kulikuwa na makubaliano baina ya hao wajumbe wa hiyo nini, bodi ya ligi, ambao wajumbe wa bodi ya ligi ni viongozi wa nini, wa klabu. Hoja iliyopo nyuma ambao umeileta wewe ni kwamba mbona kipindi fulani haikufanyika kwa huyu, kwa nini ije ifanyike kwa huyu? Ni kwa sababu Simba na Yanga. Yaani tunarudi pale pale. Ingekuwa Djigui Diarra mchezaji labda wa IHF au Mbeya City, hapa ingekuwa sio story. Kwa sababu mshabiki wa Mbeya City angelalamika mmoja tu, mfano mwanetu pale labda Matole au Ben TV au Like Media angelalamika kama mshabiki wa Mbeya City, basi ingeishia huko kwa Upamba Jiji. Lakini kwa sababu ni Yanga na Simba ndio maana imekuwa story kubwa. Okay, ukija kwenye issue ya mchezaji tegemeo, baada ya wale wajumbe wa bodi ambao ni viongozi wa klabu, before msimu kuanza, wanapaswa kukaa mezani na wachezaji wao na kuwaambia jamani, kuna utaratibu huu wa uendeshaji wa ligi yetu, alafu kuna utaratibu wetu sisi kama klabu, kwamba iwapo ukakiuka huu utaratibu wa ligi ukatukosti sisi, maana yake adhabu yake ni hii. Hapo ni makubaliano ya mwajiri na mwajiriwa, si ndio? Mwajiri na mwajiriwa, maana yake kuna makubaliano, kwa sababu yule amempa ajira, yule ni ana mkataba naye. Kwa kutokana na zile kanuni za ligi, maana yake na uhakika Soa anafahamu, huyo mwingine pia Kante anafahamu. Kwa hiyo kufanya kosa, mimi naamini kwa katika vipengele vyao vya makubaliano kuna sehemu ambazo zinasema bwana, pengine labda kufanya kosa sio kosa, kosa kufanyeje, kurudia kosa. So mimi kwangu naamini kama kwa issue ya Diarra haikuchukuliwa adhabu hii ambayo watu walitarajia kuipata, basi mimi naipa excuse labda bodi ya ligi pengine ilikosea, nakubaliana nayo, ila tunakubaliana kwamba ilitakiwa sasa, kwa sababu walikosea kwa Diarra ndio wakosee tena kwa kina Soa. Tunakubaliana tuendelee kukosea, maana yake na mchezaji wa JKT naye atasema bwana asichukuliwe hatua kwa sababu Diarra hakuchukuliwa. Wa Azam naye atafanya hivyo hivyo, asichukuliwe hatua kwa sababu hivi. Alafu let's talk about Soa. Soa ni mpya kwenye haya matukio? Hapana. Soa against Yanga na kadi nyekundu ngapi? Tangu ajaja hata Tanzania kabisa Singida, tayari alishaukwaa umeme michuano ya klabu bingwa, si ndio? Akiwa na ile timu inaitwaje ile Lugano Israel, Medeama ya kwao. Kwa ni vitendo ambavyo pengine pia wanaangalia trend yako ya matukio, ni mtu unarejea vitu kama hivi, wanaangalia. Okay, let's talk about situation hii sasa husika. Umesema ni wachezaji tegemeo. Wewe kama kweli professional, tena wale wote professional kutoka Afrika ya Magharibi, moja kati ya zoni ambayo Afrika inatoa vipaji vikubwa sana, na wametawanyika kweli maeneo mengi hapa Afrika na duniani, si ndio? Hivi kwa ukubwa walionao, unaendaje kufanya vitendo kama vile? Uone kwamba unaenda wazi kabisa kwenda kukosti klabu yako? Sasa kama kweli unajijua wewe ni mkubwa muhimu katika klabu first 11, afu unaenda kutenda matukio kama yale kipindi ambacho ni muhimu kama hiki, uone kwamba ni hasara kwa klabu yako? Mimi kwangu binafsi, wanafahamu kabisa tuna mapumziko ya AFCON, tunaenda kubiduka, tunarejea Januari pale, sijui mwishoni, sijui Februari, si ndio? Maana yake ni kipindi cha mzunguko wa pili wa ligi.
kipindi kigumu sana, mechi 5 guys, mechi tano muhimu sana kwa striker na midfield kama ile ambayo tayari imeshaonesha ina kitu uwanjani, faida kwa mnyama mwekundu wa nini wa Msimbazi. So to me ukubwa wao na walioyatenda, makosa waliyofanya bodi ya ligi, kama kuna pahala waliacha kwa mtu mwingine, sidhani kama ni excuse kwangu. Bodi ya ligi ilichokifanya ni sahihi, imesimamia kanuni. Kama Simba, uongozi wa Simba ungehisi kwamba kuna maonevu, maana yake wangeenda kwa pia, si ndio wangeenda kupinga hayo maamuzi, maana yake wanaona ni sahihi. Hiyo excuse nyingine kwamba Diarra aliachwa, hayo ni mambo ya kishabiki na wadau wana haki ya kuhoji kama hivyo. Hata mimi ningehoji kama ningekopo na maslahi nalo hilo jambo, kwamba kwa nini Diarra aliachwa. Ningekuwa na maslahi nalo, maana yake ningekuwa mpenzi wa Simba, maana yake ningesema kwa nini Diarra aachwe, huyu achukuliwe na Medimao na mambo mengineo. JKT nao watakuja watasema mbona sisi hivi, itawaje hivi. Kwa hiyo klabu zote sasa zitakuwa hazihukumiwi kwa sababu Diarra aliachwa, lakini bodi ya ligi inayo nafasi ya kusema bwana, si tulikosea na hatuwezi kurudia makosa. Yes, tulisahau kwa Diarra au tulikosea kumhukumu Diarra, lakini kwa huyu atumwachi ili iwe fundisho na mambo mengine yaendelee. Lakini kwangu mimi bodi ya ligi sio inatengeneza hizo cheche zisizokuwa na sababu yoyote, kwa sababu nao wanajitafutia kuzungumzwa tu. Kama hapa tunazungumza bodi ya ligi, sisi wa nini? Niambie mimi na maslahi nayo gani bodi ya ligi? Bodi ya ligi ni mkusanyiko wa klabu. Sio nataka tuzungumzie kilichochezeka kwenye pitch, situation iliyotokea kwenye nini, kwenye pitch. Kwa nini mtu kama Soa anafanya kosa kama lile? Kweli ni professional? Soa ameigharimu Medeama mechi zote mbili. Soa amekuja Singida ameigharimu hiyo Singida dhidi ya Yanga, huyo mchezaji mmoja, na leo tena anaenda kuigharimu Simba mechi 5. Au ndo huyo jasusi? You just lazima ufikirie, lazima uende mbali. Soa kuinufaisha Yanga sio jana, kama issue ni Uyanga na Usimba. Soa ameanza kuisumbua Medeama, kala nyekundu, Yanga anapata sare kule, kaja hapa Yanga amepata matokeo. Soa huyo Soa ameenda Singida naye kala umeme, au mkuona, na hii nayo mechi 5. So jasusi kweli huyo? Yani kwa ukubwa wake, he's supposed to show something big to prove somebody's wrong, kwamba bwana, mimi mnavyonifikiria sivyo. Mimi kwangu nishatoaga credit kuhusiana na Soa, nilimweka kwenye level ya B+ ya Afrika. Yes, hajafika A au A+, lakini B+ ipo, naiona potential yake, kuna kitu anaweza kufanya kikubwa Afrika. Sijamtofautisha sana na Chivaviro Langa ambaye alikuwaga Malumo Gallants, ambaye alichezaga nusu finali na Yanga kombe la shirikisho. Yule alichezaga Yanga, yule nani yule anacheza hivi, yule Skudu Makudube la yes. Nimekwambia Langa Chivaviro alikuwa striker na alikuwa anagombania kiatu yeye na Fiston Kalala Maele kombe la shirikisho, na baada ya msimu ule kuisha Malumo walishuka daraja, Malumo Gallants walishuka daraja, na baadaye yule jamaa alichukuliwa kwenda Uarabuni. Bonge la striker Kaizer, yes, Kaizer bonge la timu. Simba na Yanga hiyo, Kaizer na Orlando kwa South Africa. Kwa maana yake jamaa alikuwa na potential kubwa, na muonaga huko huyo nani Soa ni bonge la striker, ana mambo mengi sana pale juu, anafanya high pressing, ana hali ya kiushindani, ana shoot nje ya box, anaweza ku hesitate, anaenda kulia, anaenda kushoto, anaweza ku tap in, anaruka vichwa, alimburuza Bakari Nondo Mwamnyeto mechi kule ya Medeama kule, mmesahau. He is a very good player, lakini hivyo vitu vya ukishaka neno lakini, unakumbuka Bernard Morrison ni vitu vingi vilivyomwangusha ni neno lakini. Hatari kweli yule. Lakini discipline, ni neno lakini tayari inashusha credit. Ndio unakuta mtu kama Dube anapenya huko, kwa sababu Dube neno lakini hamna. Atachelewa kufunga mechi 7 na Majimaji Mbeya City, lakini anakuja kuwafunga Al Ahly. Big match player always. Dube anawezekanika nchi. Simba hawana mnaye, Yanga wenyewe hawana mnaye, Azam Tunga ya jamii alivyorejea Yanga kawaweka. Juzi aliwainua Yanga kupata matumaini ya klabu bingwa mwaka jana kule na TP Mazembe sare ya 1-1 dakika mwisho, na juzi hapa kawaweka watu. Dube anacheza mechi kubwa, Soa mechi kubwa ndo anakuangushene na kula nyekundu, yule ndo jasusi. Sina maana mbaya, omweki yangu mmeisikia, lakini nimemwongelea Soa toka Medeama.
alivyokuja Singida na sasa mechi 5 anaenda kuigharimu Simba. Ni mchezaji mkubwa, utaki kufanya hivyo vitu. Simba anakosa kufanya maamuzi magumu. No, kwanza si mkopo yule. Au wamemnunua yule? Sio alipewa au? Walikana. Mkopo jamani, umelipa lini? Januari hapa hii. Mechi 5 nyingi bwana wewe. Mechi 5 nyingi. Fanyeni maamuzi. To me, yes. Maamuzi magumu. Of course. Kama hawana mbadala, kwa sababu Soa ni mkubwa jamani. So mechi 5. Hivi nyinyi mnazijua mechi 5, alama 15. Tatizo kubwa la kocha aliyeondoshwa Nyamitatu alikuwa manager Nyamitatu alikuwa anasimangwa kuto kutumia striker watu, na akiingiaga Soa flow na tempo ya game inabadilika totally. Pressure, high pressing, winning mentality, big match player, mechi inabadilika kabisa. Leo hii kaona isiwe tabu sasa. Msije huko cha mpya mkamleta akanipanga bure, ngoja nipumzike mechi 5. Hapana. Yaani Simba inabidi wakue. And at this time Simba kwa sababu wapo wameshikiwa pabaya, ndio muda huu nao washike watu pabaya. Ulaya namna hii adhabu zake si mnazijuaga. Umechelewa mazoezini unauliwa hela. Makocha sinaonaga wanavyofanyaga wachezaji Ulaya. Always. Cristiano Ronaldo alipelekwa timu B. Kocha wa Manchester yule. Kuna nani yule nini? Erik ten Hag. Alimpeleka Ronaldo timu B. Under 16 sijui. Kwa ni vitu ambavyo Simba wanatakiwa wa step up. Kwangu mimi si sahihi kwa mchezaji mkubwa kama yule kuyafanya makosa kama hayo. Hayo mambo ya bodi ya ligi, mimi na klabu ya Simba wao wenyewe wapo huko, ndo wameitenga, ndo wanachama wao watajuana wao. Yes. Tuzungumzie hili la Suleiman Sopu kuchukulia nafasi yake na Selemani Mwalimu, wengine akienda mbali akisema kwamba kwa nini Peter wa JKT ambaye anaongoza kwa mabao katika ligi kuu Tanzania bara 2025-2026 sio yeye aliyochukuliwa na kwenda Selemani Mwalimu. Kwa upande wako Justin Ngeso, unahisi ni sahihi Selemani Mwalimu kwa kuwa tayari ameshacheza mechi kubwa ukiangalia ile ya World Cup? Form is temporary, class is permanent jamani. Selemani Mwalimu ametoka Wydad Casablanca. Even you guys, are we serious? Suleiman Mwalimu mwaka jana alikuwa na magoli mangapi kabla hajaondoka hapa? Alikuwa kwenye form ya hali ya juu sana. Simba wamemchukua kama option, si ndio? Yes, na ana watu anapambana nao. Huyo striker alokopo huko anapambana against nani? Huku Suleiman Mwalimu anasoa, tumetoka kumzungumza hapa. Kuna Jan Chazi Ahoua, kuna Budo. Oyo guys, hebu mwekeni Mwalimu kwenye heshima yake. Mwalimu ameondoka hapa tayari katika mastrika hatari watatu. Potential alionayo. Hivi Wydad Casablanca mnaiweka kwenye level gani? Mnajua Wydad Casablanca ina Ziyech. Mnamjua Ziyech nyinyi? Mtu anafanya mazoezi na Ziyech aziziki. Mfashana hoja maeno rafiki yako. Hizo afangu hizo si hata nani yule kuna sitaki kukufuru wachezaji wa watu mimi. Hebu tubaki kwenye class. Suleiman Mwalimu ni mchezaji wa ngazi ya kimataifa. Ameshaonesha ana potential ya aina gani. Scout wa Wydad Casablanca sio ngonga ngongele. Nianze upya. Naomba mic neke vizuri. Scout waliopo Wydad Casablanca sio ngonga ngongele. Wydad Casablanca inacheza Botola Premier League. Botola Premier League ni ligi ya ubora namba 2 Afrika. Morocco ndo timu ya pekee tangu ulimwengu kuumbwa kutokea Afrika imecheza nusu finali kombe la dunia. Ndo alipotoka Mwalimu akiwa na umri ule. Afu katokea timu gani? Mwalimu alikuwa timu gani? Mpaka aonekane Wydad. Unajua you guys mnafikiriaga au huyo mchezaji anaweza kuchukuliwa Wydad huyo? Sopo ana potential. Ila ni average. Sopo ana potential ila ni average. Ni mchezaji machachari, sio hatari. Anaweza akakupa mechi 3 labda na Yanga, akawakamata Mbeya City, Pamba, alafu usimzungumzie mpaka msimu unaisha. Sopo amekuwa hivyo. Utasikia aliwaigi kuwasumbua Yanga FA. Ndio hicho. Kila akikutana na Yanga kila akikutana na Yanga. Sasa mchezaji bora hawi hivyo. Sisi factor zetu za kukufanya kwanza mpaka uwepo kwenye hiyo ngazi kuna vitu vingi. Kuanzia mentality, calmness, composure, experience,
Sopu ana mechi nyingi za kimataifa, yes. Sopu machachari sana. Hebu niambie, tunaenda kama taifa au tunaenda kama miemko ya mtu? Taifa Mtanzania wa pekee aliyewahi kutoka Tanzania akatua klabu kubwa kama Wydad straight ni Mwalimu peke yake. Msuva mwenyewe alisota chui 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 ndo akafika Wydad. Au mmesahau zaidi ya timu 3 sijui 2 zile kutoka Morocco. Huyu mwamba straight from kijijini. Yani narudia tena, scout waliopo Wydad Casablanca sio ngonga ngongere, level zao ni za Europe. Watu wa Uhispania, Uholanzi ndo wanaofanya nao kazi. Structure inayotumika pale Wydad Casablanca sio structure zenu hizi. Aziz Ki huku simlimshindwa huku, kule anakula ubao. Hivi mnawazaga kwanza kuleta hizo hoja au mnakurupuka tu? Klasi alionayo Mwalimu na potential alionayo, kwangu mimi ni mtu sahihi kwenda kuingia kwenye kikosi ambacho kinashiriki AFCON. Thank you very much. Tuzungumzie la Bala Conte ambaye huyu wengi walikuja kama mrisi wa Khalid Aucho, wengine kina mbele kusema kwamba hakuna ambacho pekee ambacho walitarajia kukifanya lakini hakijafanyika. Ni kweli Young Africans walitaka Young Africans siwe na mchezaji mmoja tegemezi kama ilivyo kwa Khalid Aucho, asipokosekana Yanga inakuwa ifanye vizuri? Kuna timu bora na kikosi bora. Hoja ya kusema pengine Yanga walileta ili wasiwe na mchezaji tegemeo mmoja, naweza nikawaelewa, lakini kwangu mimi unapoleta mchezaji mkubwa kama yule afu acheze ni hasara. Asa Bala Conte kaja kufanya nini? Yani kwa sababu Duke Abuya alikuwa ni backup ya Mudathiri na Aucho. Andambwile amekaa msimu mzima mwaka jana 24-25 hajatumika Yanga, lakini mwaka huu Falls aliamua kumpa nafasi na akaonesha. Maana yake imeonekana kabisa hii ni backup nzuri kabisa ambao ni average, no doubt. Duke amewaka. Duke ambaye kashaijua ligi, kaijua Yanga, ameizoea Yanga, anaweza kuichezea Yanga, kashawajua wachezaji wa Yanga. Anaweza kucheza kama namba 6 mnoko. Duke Abuya ana uwezo wa kucheza kama namba 6 ambayo ni free roll, ambaye anafunguka, anatembea, anaweza kupenetrate, ana mikimbio ya kwenda wide kushoto na kulia, anaweza kuamua mechi. Ndio maana aliamua mechi inaenda kutamatika ile na Coastal Union pale Dodoma, kaenda akapiga tu pinpoint pass moja safi, inamkuta Dube anaweka kambani. Maamuzi ya nani yale? Duke Abuya. Huwezi kupiga cross ndani ya box. Ile cross imepigwa ndani ya box. It wasn't easy. Vitu vile anafanya Amadi au Bruno Uingereza. We good? Mnaelewa pinpoint pass kwanza, unaelewa? So unananiliu tu. Ni mpira ambao unainuliwa tu, unamlenga mtu yani twi kama mshale. Ile ni maamuzi sahihi. Namba 6 ambayo iko free. Namba 6 ambayo inatembea. Namba 6 ambayo ni mapafu ya mbwa. Namba 6 ambayo inacheza box to box. Umeelewa? Alafu una backup kama ya Andambwile, si ndio? Alafu kumbuka na Bakari Salum Shoa Boy. Si ndivyo? Bakari Salum bado yupo. Una Mudathir, una Kouma. Bala Conte ni mchezaji mkubwa, umeona potential sawa. Kaja kufanya nini?